Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Tukiendelea na darasa yetu ya Alfiyat ibn Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Sehemu tulikuwa tumeishia juzi, tulikuwa tumeishia katika beti zinazoelezea jamu al-mudhakkari salim, na tukaeleza kiufupi katika beti inaelezea warfa biwawin wa biya ujrur wansib salima jami' amirin wa mudhib. Tukasema kwamba shekhi anasema hapa warfa biwawin, rufaisha kwa wau wa biya, na kwa ye ujrur wansib, jurisha unasibisha vile vile salima jami' amirin, maana yake jamu mudhakkari ya tamko amir na tamko mudhnib, itakuja mudhnibuna na amiruna, maana yake hizi zitakuwa ni jamu mudhakkari salim wakati huo, na ukijurisha itakuja mudhnibina wa amirina. Kisha ikaja beti ya pili wa shibihi dhaini, na inaofanana na haya majina mawili ambayo ni amir na mudhnib, vile vile pia utapitisha katika hukumu hiyo, maana yake kina kama Muhammad utasema Muhammaduna, Zaidun Zaiduna na nyinginezo zinafana hizo, utafanyia kiasi, irabu yake itakuwa ni moja. Wabihi, kisha na kwa hiyo jamu mudhakkari salim 20 ikawa 20 pia ndio itaingia huko, na 30 na 40 na 50 mpaka 90. Hizi zote zinaingizwa katika hukumu ya jamu mudhakkari salim, zitarufaishwa kwa wao na kunasibishwa na kujurishwa kwa yeye. Kisha akasema babu, isipokuwa mlango wake ulhika, zinakuwa ni mulhaq kwa sababu zimekosa sharti ya jamu mudhakkari salim, hazina mufradi, na vile vile sharti nyingine zimekosa, ikabidi ziwe ni mulhaqu ya jamu mudhakkari salim. Kwa hiyo sio jamu mudhakkari salim moja kwa moja, bali zitakuwa ni mulhaqu ya jamu mudhakkari salim katika hukumu yake au katika hukumu zake, kina 20, 30, 40 mpaka mwisho mpaka 90. Kwa hiyo kitairabu utasema labda ni kadha marfuun wa rafi alwaw ni abadan kama li'annahu mulhaqun bi jami' al-mudhakkari salim, kama imenasibishwa kwa yeye, hivyo hivyo kujurishwa kwa yeye ni abadan al-kasra au al-fatha li'annahu jam'u mulhaqun bi jami' al-mudhakkari salim. Kwa hiyo mlango wake ni mulhaq kama alivyosema babu ulhika, na mlango wake utakuwa ni kukutanisho, ni mulhaqu wal ahluna, na vile vile pia ahluna inakuwa ni mulhaq wa jamu mudhakkari salim. Na ipo beti tunasema wa mal mal wal ahluna illa wada'iun wala budda yawman an turadda al wada'i, wa mal mal wal ahluna illa wada'i, mal na watoto hasikuwa ni amana na zitarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo al ahluna inakuwa ni mulhaq wa jamu mudhakkari salim, imekosa sharti nayo vile vile. Kisha akaelezea ulu wa alamuna illiyuna, zote tamko ulu, ulul albab, ulul ilm, ikinasibishwa itakuja uli ajnihatin. Alamuna alhamdulillahi rabbil alamin, kwa hiyo alamuna hii alalam, ulimwengu au walimwengu wanaoishi. Kwa hiyo hii yote imetumika katika upande wa mulhaqu za jamu mudhakkari salim. Illiyuna madraka ma illiyun, kitabu marqum. Kwa hiyo illiyuna pia nayo inakuwa ni mulhaqu ya jamu mudhakkari salim. Wa illiyuna na aradhuna shadha, vile vile pia aradhuna ambao ni jamu ya ardh, kule kuja kwa jamu mudhakkari salim pia imekuja ni shadha, imekwenda kinyume na kaida. Wasinuna, vile vile pia tamko sinuna, ambao sinuna ni jamu ya sanatun. Kisha hii sinuna akaelezea kivyake, na ndio sehemu ya leo ya ziada ambayo itakuwa imekuja katika beti zetu. Anasema wasinuna, tamko sinuna, wa babuhu, na mlango wake. Mlango wa sinuna, akisema mlango wa sinuna anakusudia kwamba hii sinuna na vile ambavyo vitapita katika mlango huu vitakuwa vina ziada ya njia ambayo itakuwa inajuzu kwa matamko kama haya. Anatofautisha na hizi mulhaqu zilizokuwa zimetangulia nyuma, kwa maana hizi zilizokuwa zimetangulia nyuma katika mulhaqat, mulhaq wa jamu mudhakkari salim, irabu yake zinapita kama vile jamu mudhakkari salim, na hii sinuna pia inapita katika irabu hiyo, na ina ziada kwamba inajuzu kuitumia kama vile jina la kawaida ambalo wakati huo halina wao wala nuni, maana yake ukalirufaisha kwa harakati dhahira, ukasema sinunun, sinunan, sinunin. Na hapa kuna lugha mbili, kuna lugha inaitwa lughatu ghislin na kuna lughatu arabun. Lughatu ghislin ni kuitumia ukaibakisha na ye, maana yake itakuja sininun, maana yake ye haiondoki, sininan au sininin. Ukasema hadhihi sininun, hii ni miaka.
raaitu sininan au shahadtu sininan, nimeshuhudia miaka. Kwa hiyo wakati ukirufaisha ni kwa dhamma, ukinasibisha itakuwa ni kwa fatha na kujulisha kwa kasra, sininin. Au lugha ya pili inaitwa lugha arabun, maana yake haina bakia wao, sinunun, sinunan, sinunin. Maana yake utasema hadhi sinunun raaitu au shahadtu sinunan, kisha wakati kujulisha utajulisha kwa kasra bisininin. Kwa hiyo itakuwa ni kasra moja kwa moja. Hii ndio inaitwa lughatu arabun, na lugha nyingine inaitwa lughatu ghislin. Kisema ghislin maana yake tamko ghislin kama ilivyokuwa linajulishwa na kunasibishwa na kurufaishwa kwa haraka dhahira, ghislinin la yaakuluhu illa alkhati'un. Imekuja katika Qur'ani kwa ghislinin, tamko hili linakuwa pita katika haraka ambazo zitakuwa ziko wazi, na hii ambayo ipo katika tamko ghislinin ndio tunakuta kwamba vile vile katika tamko sininun, sininan na sininin haiondoki, itabakia kama ilivyo. Ama katika lugha tu arabun vile vile arabunun, arabunan, arabunin, kwamba hii nayo vile vile pia inarufaishwa na kunasibishwa na kujulishwa kwa haraka zilizokuwa wazi. Basi vile vile pia tamko letu sinunun, sinunan, sinunin vile vile pia itajuzu kuipitisha katika sura hii. Lakini kidhibiti chake ni kipi? Kama alivyosema babu na mlango wake akasema mithla hinin, na inakuja mfano wa hin, na akisema hin ndio na ashiria katika lugha tu inaitwa lugha ghislin, maana yake inakuja kama vile tamko hinin au ghislinin, maana yake yeye inakuwa haiondoki. Kadiari dhalbabu, maana yake kadiari inakuja huu mlango katika sura ya tamko sinun au vile ambavyo vitakuwa vinapita katika mlango huu, na hatujaelezea kidhibiti chake. Ile kidhibiti chake inasema kwamba ni kila jamu ambayo kama vile sinun hiyo sanatun ambayo ilikuwa katika mufradi wake kuliondoshwa harfu kisha ikawekwa iwadhu, kutokana ile herufi iliondoshwa ikawekwa iwadhu ta mwishoni. Kama hii sinun mufradi wake tukiangalia ni sanatun, sanatun ilikuwa asili yake ni sanaun. Kwa hiyo sanaun na wengine nasema ni sanahun, na ndio maana jamu wengine wanaifanya ni sanawatu kwa wao, wanasema asili yake ni wao, na wengine nasema kwamba ni sanahatu, wanasema kwamba ni he. Almuhimu kwamba kuliondoshwa harfu mwishoni ambayo ilikuwa ni sanaun, ilikuwa ni wao, kisha kukaekwa iwadhu ya ile herufi, kukaekwa iwadhu te, ikaja sanatun. Na nyinginezo pia zipo kama vile idhina, vile vile pia ilikuwa ni kuna herufi ambayo pale iliondoshwa ikaekwa iwadhu ile ta iliyokuja idhatun, kwa hiyo ndio mufradi wake. Kwa hiyo hizi zote zinaambiwa kwamba zimepita katika mapito yake. Kiupande wa kujuzu unaweza kuzipisha katika lugha tu ghislin au katika lugha tu arabun. Kwa zote zinakuwa ni zenye kufaa kwa njia hizo. Kwa hiyo almuhimu tunaendelea mbele katika sura zifuatazo, na vile vile pia hiyo lugha tu ghislin au lugha tu arabun pia inajuzu ile nuni yake mwishoni ukaitia tu, yani kama ni haraka ya fatha ikabakia na fatha, au kama ni haraka dhamma basi na tanwini, na inajuzu kuingiza tanwini. Zote mbili zinafaa. Ukasema sinuna, sinunu, au wakati wa kujulisha ukaifanya kama vile ni mamnu min asarifu, ukasema kwamba sinuna bisinina au bisinina ya kwanza, maana yake wakati huo itakuwa umeifanya kama vile mamnu min asarfi kwa kuijulisha kwa fatha niaba tena nikasra, pia inajuzu. Au bisininin kwa kuingiza tanwini moja kwa moja ukaifanya kama vile hinin, jina la kawaida ambalo litakuwa linakubali tanwini, na zote zinakuwa zinafaa katika majina haya. Kwa hiyo irabu hizo zinakuwa zinajuzu, ambayo ndio utakutanisha katika tamko sanatun na mengineyo ambayo ilikuwa mufradi wake kulikuwa kuna herufi kaondoshwa ikaekwa iwadhu tau, na huko mbeleni inshallah ataelezea baadhi ya majina ambayo yatakuwa yamepita katika sura hiyo. Kwa hiyo zinafaa kupitisha katika lugha tu ghislin au lugha tu arabun, na kama tulivyoelezea kwamba hizo njia zinajuzu, na unaweza ukatia tanwini mwisho katika hiyo nuni, na unaweza ukaibakisha kama vile mamnu min sarfi ikawa haina tanwini, na kujulisha kwako ukaijulisha kwa fatha niabatan kasra, au ukaijulisha kwa kasra moja kwa moja ukaifanya kama vile jina ambalo litakuwa linakubali tanwini. Zote zinafaa katika matamko haya. Kwa hiyo ndio akasema babu na mlango wake huo, maana yake vitaingia hivi katika huo mlango kama tulivyoelezea. Wa mithla hinin, na vile vile pia itakuja katika mfano wa hin, kwa maana hii sinuna kwanza itapita katika irabu ya mulhaq zile jamu za salim, kwa maana inafaa kama tulivyoelezea. Na huu mlango wake alikuwa anaelezea hapa kwamba itakuja katika mfano wa hin, maana yake ndio lugha ghislin kadiarit, maana yake inawezekana ukaja dhalbabu huu mlango huu ambao anakusudia katika kila jamu ambao mfradi wake kuliondoshwa harufu ya
mwishoni, kisha ikaondoshwa ile herufi ikaibadhu herufi nyingine ambayo ni tau baada ya kuondoshwa kwake. Wa huwa inda qaumin, nayo hiyo mbele ya wanachuoni at-tariq, maana yake mlango huu unafikiwa na kaida na wala sio kwamba umekwenda nisha. Ndio at-tariq, maana yake unaendana sambamba na kaida. Wa huwa inda qaumin at-tariq, na huo mlango inda qaumin kwa wanachuoni at-tariq umeafikiana na kaida. Wallahu a'lam. Kisha tutaingia katika upande wa sharhi katika tasjili ifuatayo insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.